Kwa hizi timu zetu za madaraja ya kati hamna tofauti mkubwa sana. Ni vile tu ambavyo unabadilisha maeneo. Nikimaanisha unaweza ukabadilisha mikoa. Lakini tofauti wa maradhi, makazi ya sehemu ambao unakuwepo sehemu ya kazi, asilimia kubwa wanashabiana. Sio mbaya na sio mzuri sana, lakini ndio changamoto na ndio sehemu ya kazi ambao upo. Nafasi ya Mashujaa kwenye ligi ya msimu huu unaiona wapi? Wewe kama mchezaji wa Mashujaa. Mpaka sasa hatupo katika sehemu mbaya na hatupo pia katika sehemu nzuri pia. Kwa hiyo naiona ikifanya vizuri zaidi kwa sababu kama timu na malengo na pia wachezaji tuna malengo pia. Kwa hiyo yale malengo ambayo tumejiwekea kama wachezaji, yale malengo ambayo tumewekea kama timu, tunataka tupambane tuhakikishe yale malengo tunafikia. Kwa hiyo naiona ikiwa ni sehemu nzuri sana endapo yale malengo na ile mipango ambayo tuliipanga itakuwa vizuri zaidi. Onditi, malengo yako wewe ukiwa na Mashujaa ni yapi, na maybe baada ya kuondoka Mashujaa kwa baadaye malengo yako hasa makubwa unayodhani unapaswa kuyafikia kama mchezaji wa mpira wa miguu ni yapi? Kwanza kwa sasa ni malengo ya timu. Malengo ya timu ni kumaliza katika nafasi 4 za juu. Na kama mchezaji pia nakupa na malengo yangu ni kuhakikisha nakuwa ni moja ya mtu aliyochangia mafanikio ya timu katika ile malengo ya majiwekea. Kwa hiyo mimi inapokuwa timu inafanya vizuri, basi na mimi inanipa nafasi kubwa sana ya kufanya vizuri na kuhakikisha ile malengo ambayo mimi nimejiwekea ya kutoka hapa nilipo, kwa sababu naamini Mashujaa ni sehemu ya kupita. Ni njia ambayo mimi kama mimi malengo yangu ni yanituma kuwa ni sehemu ya kupita na kusogea mbele zaidi. Yaweza kuwa ikawa Tanzania ama nje ya Tanzania. Lakini kwa malengo yangu kama mchezaji natumaini atakupa malengo mazuri kupitia hii timu ya Mashujaa. Toka umeanza kucheza ligi kuu Tanzania bara, ni mechi gani ambayo ipo kwenye kumbukumbu zako ambayo unadhani mpaka sasa ndio mchezo wako bora? Michezo mingi ni bora. Michezo mingi ni bora, lakini moja nishakutana na Simba ipo vizuri, na Yanga ipo vizuri, na kipindi nipo Mashujaa na kipindi nipo Yefu nilikuwa mchezo mmoja mzuri dhidi ya Yanga tunafunga pale 2-1. Kipindi nipo Kagera msimu jana nilikuwa na mchezo mzuri dhidi ya Simba na tufunga goli 1. Kwa hiyo ni baadhi ya michezo ambayo kwangu mimi ilikuwa mchezo bora zaidi. Tukio ambalo huwa hautamani kulikumbuka kwenye karia yako ya mpira wa miguu ni lipi? Tukio la kupata kadi nyekundu. Nikiwepo Geita na tulikuwa tunasali na Simba, tunacheza na Simba, tulikuwa mdole kwa dakika kama 60 na hivi afu ilikuwa ni goli 1-1. Kwa hiyo nilipata kadi nyekundu, naamini ile tukio lilisababisha, liliwapa nguvu Simba. Unajua unapocheza timu kubwa kama hizi, inapotokea mistake kama hiyo, wao wanajaribu kutumia mistake ambayo nyinyi mmeifanya. Kwa hiyo ilitumika ile mistake ambayo ilitokea na ikapelekea tukafungwa, tukaruhusu goli zingine 3. Hilo ni tukio ambalo nalikumbuka kwa sehemu yangu. Na yanapokuwa yametokea matukio kama hayo, hali yako wewe mchezaji uliopelekea, unawejihisi kabisa ulipelekea yale matokeo, kambini wenzako huwa wanakuchukuliaje? Kwanza wewe unajua kila kitu kinaanzia nawe mwenyewe. Kwa hiyo kwanza ni wewe unachukua tofauti, kwa sababu na mambo mpya yanatokea, lakini kwa namna moja ama nyingine unahisi kama umewazoofisha wenzio, na kweli na kwa umewazoofisha wenzio kwa sababu kuna nguvu ambayo ilikuwepo inafanyika mkiwepo sawa, lakini sasa kama itakuwa mpungufu, kuna nguvu pia nayo itapungua. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine mimi nakuwa nanichanganya, lakini pia hata wachezaji kuna vitu vingi vinaweza vikazungumzika, lakini kama mchezaji kuna wengine wanaelewa kwa bwana situation ya mpira kutokana na tukio lilotokea, lakini kuna wengine anaweza kazungumza maneno tofauti, lakini kwa wewe kama mchezaji unaona kabisa bwana hapa kweli nimewalostisha wenzangu kwa namna moja ama nyingine. Kwenye ligi yetu, ligi kuu Tanzania bara, ni kitu gani unatamani siku moja kibadilike ili tuwe na ligi bora zaidi? Mimi naamini hizi sheria ama kanuni ambazo zinaweka bodi ya ligi zikifuatwa vizuri, inaamini itakuwa na ligi bora zaidi. Sasa hivi tuna ligi bora ambayo ni ligi bora kwa Afrika Mashariki na baadhi hata Afrika nyingine huko tumewazidi ubora wa ligi yetu. Kwa hiyo kama kuna kanuni, kuna sheria, basi zikifuatwa vizuri, naamini hii ligi itakuwa bora zaidi. Wewe ni mmoja kati ya wachezaji wanaokuwepo uwanjani pale ambapo makosa ya kibinadamu ya waamuzi yanapokuwa yametokea.
hali huwa inakuwaje pale ambapo unaona hili kabisa ni kosa ambalo mwamuzi hakustahili kulihukumu kwa namna ambavyo alivyolihukumu? Hali huwa inakuwaje uwanjani? Unapokuwa unacheza mpira kama vile, kuna tempo ambayo unakuwa nayo, ukiwa kama mchezaji, ukiwa kama timu. Inategemea na situation gani ambayo imetokea kwa wakati huo. Kuna time situation inakuwa ni nzuri, kwa hiyo nyinyi mnaweza mkachukulia ni jambo la kawaida. Lakini kuna time situation inakuwa mbaya, mnapokuwa mnahitaji matokeo ya lazima. Alafu kuna situations zinatokea kama vile kwa namna moja nyingine lazima kwa kama mchezaji matukio kama haya lazima uchukie, lakini haina budi kwa sababu ndio waamuzi wetu, kwa sababu watu watafungia leo lakini kesho kuna tukio lingine litatokea tena, utafungia tena, mwisho wa siku utakopo sio vizuri. Kikubwa tu hao waamuzi katika sekta yao basi wajaribu kubadilisha, kuboresha kila kitu, kwa sababu unajua hakiwezi kufanyika kitu kwa wakati mmoja chote. Kwa hiyo kile ambacho kinaweza kufanyika kwa wakati basi kifanyike ili kuweza kusaidia kupunguza mambo mengi sana ambayo yanaweza kanatokea. Uwepo wa wachezaji wa kigeni kutokea nje ya Tanzania kwenye ligi yetu, wewe unauchukuliaje? Changamoto na ni motisha pia. Inatubusi sisi wachezaji wa ndani. Najua wanasema mtu akiwepo nyumbani kwao anaamini chochote kinaweza kupatikana na anaweza kufanya kitu chochote kwa wakati wote kwa sababu yupo nyumbani na ana thamani ya kuwa nyumbani. Lakini inapotokea kuna sehemu umetoka kwenda sehemu nyingine kutafuta, unakopo na spirit ya utafutaji, unakopo na respect ya kitu ambacho unakitafuta. Kwa hiyo naamini wachezaji wa kigeni waliokuja kuna kitu ambacho wanatuongezea kama wachezaji wazao, na kile kitu ambacho wanatuongezea pia nasababisha ligi yetu inakuwa bora. Wachezaji nao wanazidi kuwa bora kila siku. Pia mambo mengine yanakuwa mazuri zaidi. Kuna baadhi ya wadau wa soka wanasema kuna namba maalum ya wachezaji wa kigeni na ikiwezekana hata kwenye kuanza maybe waanze 3 au 4 ili wachezaji wazao wapate nafasi. Wewe kama mchezaji wa kizawa, hii kauli unaichukuliaje? Mimi naamini katika mpira anastahili kuanza au anastahili kupata nafasi ni mtu yoyote ambao wakati wake upo kupata nafasi kwa wakati huo. Kuwepo kwa wachezaji wa kigeni hata kama tuko wanaanza wote 12 kama sheria ambavyo inavyotaka kuwa wanaruhusiwa wachezaji 12 kuanzisha, sio vibaya. Ina maana unapoanza mimi nacheza position na mchezaji mmoja wa kigeni, itanipa motivation kubwa kuweza kupambana. Kwa hiyo ile kitu kitanipelekea mimi nizidi kustruggle kupambana sana. Ina maana hata na mimi siku nikija kupata nafasi, basi yule ambaye nimechukua nafasi kutoka kwake na yeye struggle kuweza kuipata ile nafasi. Kwa hiyo kwangu mimi sio issue sana kama inapatikana nafasi ya kufanya hivyo, lakini pia naamini inatupa nguvu zaidi ya kwenda kupambana. Hizi timu 4 ambazo zinashiriki mashindano ya kimataifa na jina zifuatilia. Mpaka sasa hivi unaonaje walivyoanza katika mashindano ya kimataifa? Mwenendo sio mbaya. Tukiangalia tuna timu 2 ambazo zinashiriki shirikisho na klabu bingwa. Hizi ni timu ambazo 2 ni wazoefu katika mashindano haya na 2 ni changa katika mashindano haya. Wale ambao ni wachanga naamini wameshacheza mechi zao wanaona nini ambacho kilichotokea kutokana na udogo wao, basi inawapa nguvu ya kwenda kupambana zaidi. Japokuwa wameanza wamepoteza, lakini pia kuna timu kubwa pia nao imeanza wamepoteza, wanajua nini ambacho wanakifanya kwa sababu sio wageni wa mashindano haya. Kwa hiyo inapotokea session kama hiyo, wakae tu chini waone tulipokosea wapi, tulipopatia wapi tuweze kuboresha, na tulipokosea wapi tuweze kupunguza ile madhaifu yaliokuwepo ili tuweze kusonga mbele. Kwa sababu kiangalia kama hivyo nilivyokuambia, timu 2 ambazo zinashiriki shirikisho ni timu changa katika ligi, katika mashindano hayo. Kwa hiyo unapotokea situation kama hizi wanakuwa wanajifunza zaidi, na wao kama wao na malengo yao ambayo wamejiwekea, kwa hiyo watahakikisha wanatimiza ile malengo yao ambayo wamejiwekea. Binafsi yako wewe unatamani siku moja ucheze ligi ya mabingwa barani Afrika au kombe la shirikisho, au hata usipocheza fresh tu? Ni ndoto yangu pia kucheza, na ndio maana naendelea kupambana kwa sababu naamini kuna wakati utafika nitakuwepo. Hata kama nisipocheza lakini nitakuwepo katika kushiriki katika mashindano. Kwa hiyo naamini katika hilo na ninaendelea bado kupambana. Ndio tunakushukuru. Shukrani sana.